Lengo la hii ziara ni kuwafikia wananchi. Hii ziara sio kwetu sisi, hii ni ziara ya watu wale ambao tunataka kwenda kuwafikia. Tunataka tusikie, tupate feedback, na mimi niwapongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naona kwenye ripoti huwa mna utaratibu wa kuwafikia wananchi wenu, na baadaye tukiwa tunaenda tutaongea baadhi ya mambo kuhusiana na jambo. Lakini yako mambo manne, actually matano ningependa niasisitize na kwenda kwenye ziara. Cha kwanza, wananchi hao wanahitaji majibu. Na majibu wanayohitaji ni majibu halisi, sio majibu ya kubabaisha. Utoe majibu ambayo hata ungekuwa unajibu ungefurahia. Kwa sababu pale haujibu kwa niaba yako wewe. Unajibu kwa niaba ya mkuu wa mkoa, unajibu kwa niaba ya mimi waziri, lakini unajibu kwa niaba ya rais. Lakini cha pili, hao wananchi wanahitaji kasi ya kutatua matatizo. Wao wanachukia nenda rudi kila mara. Wao wanachukia hicho kitu. Na wakati mwingine inakuwa kama utamaduni wa ofisi zetu hizo, wakati mwingine kwamba mtu tu anaamua tu kumsumbua mtu bila sababu za msingi. Sasa hao wananchi wanahitaji matatizo yao yatatuliwe kwa kasi. Ndio maana sisi tunaagizwa tuje kama hivi. Kwa hiyo matatizo yanayohitaji suluhisho ambayo yana majibu yake pale, tuyatoe majibu yake pale na litatuliwe hilo tatizo. Ndio kwamba limeisha, tumelimaliza. Hatuwezi kufanya yote hivyo, lakini yale yanayowezekana tuyafanye hivyo. Tumalizane nayo, tuendelee na shughuli zetu. Kwa hiyo tunahitaji kasi ya kutatua matatizo yetu. Lingine la tatu, ambao sisi tunatumia kama falsafa kama wizara, na wenzangu wanafahamu, wananchi wanahitaji viongozi wanaofikika. Viongozi wanaofikika. Yaani akitaka kuhudumiwa asione kuna baria kubwa sana kati yake yeye na viongozi. Ndio maana hizo ziara tukasisitiza sana tuzipeleke kwa wananchi. Wanataka viongozi wanaofikika ambao akimhitaji anampata. Of course utaratibu lazima utakuwepo, hizo itifaki zitakuwepo, lakini kuna itifaki ambazo sio za lazima. Na mimi wanasema umuhimu wako wewe haupo kwenye zile itifaki. Umuhimu wako wewe uko kwenye kutatua matatizo ya wananchi. Ndio heshima yako ilipo kwa hapo. Itifaki unaweza kuitengeneza tukao kujionyesha mkubwa. Inawezekana kabisa. Lakini kama utakuwa una suluhisho itakuwa ina maana hiyo itifaki. Sasa mwisho wa siku wataona hamna kitu hapo. Kwa hiyo wananchi wanahitaji kiongozi afikike. Kuna maana nimefurahi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba mna utaratibu wa kusikiliza wananchi. Tutaona namna bora ya kuboresha pia. La nne, tunahitaji kuwapa feedback. Tumeenda, tumekutana nao, tumefanya mkutano au wametueleza. Unakuta mtu anakuambia mimi tangu nilete shida yangu kwenye ofisi sio kuambiwa. Aje kuambiwa inawezekana au haiwezekani, aje kuambiwa jambo lako limefikia wapi. Lazima tuwe mechanism ya kurudisha feedback kwa wananchi. Cha mwisho ni kufanya follow up. Ufuatiliaji wa yale ambayo tunakubaliana. Hakuna kitu kibaya sana kwenda kwenye ziara kama hivi. Alafu msimamo wa wananchi umeongea, umekubaliana, naambia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atafanya 1 2 3, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kuna 1 2 3 tufuatilie. Then ukiondoka hakuna kitu kinafuatiliwa. Hakuna kitu kinafanyika. Sasa hiyo sio sawa.